Karibu Nipe Biblia. Biblia na Biblia pekee ndiyo msingi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Njema sana. Nafurahi sana kuwaona. Mungu abariki sana kuweza kufika ibada hii ambayo tunakaribia kuingia katika makambi yetu. Basi hatutachoka kumshukuru Mungu. Kabla ya kwanza jambo wote tuombe, kwa sababu kuna malaika kule mbinguni hawapumziki. Sisi tunapata muda wa kupumzika. Tupige magoti tumshukuru Mungu. Baba mtakatifu, katika jina la Mwana Yesu Kristo tunakushukuru. Asante kwa siku hii nyingine tena Mungu, umeweza kutupa kibali katika ibada yako hii nyingine tena Mungu. Tunakushukuru kwa uwepo wetu sisi tuweza kufika hapa. Tunaamini na tuna imani kwa sababu kuna watu wengi sana waliotamani kuhudhuria siku hii ya leo hapa. Hawajapata hiyo nafasi kwa changamoto za kibinadamu, hata zako mwenyewe Mungu wenda umeruhusu kwa sababu ya mambo tusiyoyafahamu. Tunakushukuru kwa sisi tulioko mahali hapa. Basi Mungu, tulivyokuja tumepoteza muda wetu, tumepoteza mambo mengi na wengine tunatarajia kuendelea hapa mpaka wiki nzima. Vitu vingi vimesimama kwa uwezo wa kibinadamu, sisi hatuwezi, ila Mungu tunaomba ukasave mambo yetu. Ukatujalie Mungu, kwa vile tuliweza kutafuta muda wetu na kutaka kujifunza kutoka kwako. Basi Mungu usitupungukie. Bariki kila mmoja, bariki watu wako hawa, bariki hata wale ambao wako njiani. Tubariki sana Bwana. Na muda huu Bwana tunapoenda kupata chakula cha kiroho, Mungu mimi ni mjumbe tu, lakini neno lako wewe ndio kalitoe mahali hapa. Basi sema na kinywa changu, Roho yako Mtakatifu akaniongoze sawa sana neno lako. Nikaomba na kushukuru katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi wangapi wanajua kama wana agano hapa? Kama una agano nyosha mkono juu. Kama una agano nyosha mkono juu. Kama unajijua una agano nyosha mkono juu. Wenye agano, kama unajijua una agano nyosha mkono juu. Haya. Nadhani mmeweza kuona changamoto iliyoko. Kuna watu huenda hawajanyosha kwa sababu washalifikiria neno agano kana kwamba ni haliko. Kila Mkristo ukijua wewe ni Mkristo, agano unalo. Agano unalo. Na lengo la kuja kutoa somo hili ni kwamba kwa sababu kwamba sisi Wakristo tunaamini wenda tukisema agano jipya kana kwamba maagano yote hakuna, na hata ile agano lenyewe sio agano. Sio, umenipata hapo? Tuna agano jipya na ile agano kwamba sio agano. Hili ni agano liko hai, na kuna mambo unaweza ukafanya katika ile agano ukalivunja. Yaani ni agano ambalo liko hai. Sasa kichwa cha somo cha leo kinaitwa Lijue Agano Lako. Lijue agano lako. Lakini kabla hatujaenda kuliangalia agano letu sisi kama Wakristo, lazima kwanza tupitie maagano ya nyuma, tuyaangalie misingi yake na jinsi ilivyowekwa, na mpaka tufike agano letu sisi tuweze kulijua liko vipi, msingi wake umejengwa wapi, na mambo gani ukiyafanya katika ile agano utalivunja. Mambo gani ambayo ukiyafanya katika ile agano letu utalivunja. Sasa msomaji? Ndipo. Sasa hebu nisaidie Mwanzo. Nenda katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 9, anzia yake ni ya 8 mpaka 17. Tunaanza kuliangalia agano la kwanza kabisa kabla ya magano yote, na hili ndio agano la kwanza ambalo la zamani zaidi, na ndio lilodumu zaidi na refu zaidi kuliko maagano mengine yote ambayo yameshakutokea duniani. Soma hapo mtumishi. Mwanzo 9 mstari wa 8. Mwanzo 9:8. Anasemaje? Mungu akamwambia Nuhu na wanaye pamoja naye, akasema, mimi tazama, nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi. Na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa. Hakitafanyaje? Hakitafutwa tena. Sasa hii ni story ambayo tunaipata kuhusu Nuhu, nadhani wote tunajua. Hili ni agano Mungu alifanya na Nuhu baada ya safina Mungu kugalikisha
akatoa agano kwamba kila chenye mwili kiendacho hai hata ukigarakisha tena na maji. Unaona, endelea mbele. Anasema hakitafuta tena na maji kabisa ya gharika, wala hakutakuwa tena na gharika baada ya hayo kuiharibu nchi kabisa. Mungu akasema, hii ndio ishara ya agano nilifanyalo kati yangu na nani. Sasa katika hilo agano tunaona Mungu, agano ni kile alichotangulia kusema kwamba sitaigarikisha tena nchi, sitaua viumbe. Alafu akamaliza katika mstari wa 12 anasema hii ndio ishara yangu nitakayoifanya katika hiyo agano. Ishara gani? Soma. Na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Ndio. Mimi nitaweka upinde wangu uwinguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Kumbe lengo la agano kwamba kuonekana kwamba bado liko hai ni upinde uwepo. Sasa swali kwenu, upinde upo au haupo mpaka leo? Upo. Kwa maana hilo agano bado lipo na nizima, na hilo ndio agano ambalo ni refu zaidi, kwa sababu naamini ni kwa sababu Mungu mwenyewe ndio anayehusika kwa hilo agano kwa asilimia zote. Yaani kwa maana hajamshirikisha mwanadamu hata punje ya kuweza kulishikilia hilo agano, kwa sababu amesema sitagarikisha, mwanadamu hawezi kugarikisha, na amesema ishara nitaweka upinde. Upinde ukionekana bado ni kumbusho kwamba agano langu sitagarikisha. Sasa mimi nijiuliza swali, huenda kama mwanadamu angehusishwa hapo, au Mungu angeamua kwamba sasa nitakapoweka upinde wanadamu siku hiyo wasitoke nje, huenda labda wakae ndani, je, hilo agano lingedumu? Kwa sababu mwanadamu sio mkamilifu na si mwaminifu kuzingatia maagano, na angeshindwa na hilo agano lingevunjika. Lakini Mungu ameamua kujiwekea yeye mwenyewe msimamo wa hilo agano, na kwa uaminifu wake hilo agano linadumu mpaka leo. Ni kwa sababu mwenyewe analishikilia kwa asilimia 100. Soma yake ni ya 17 hapo tena. Anasema Mungu akamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote. Anakumbusha tena wenye mwili walioko katika nchi. Wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu na Hamu na Yafethi. Basi sasa hilo ni agano la kwanza ambalo Mungu ameliweka, na Mungu naona aliliweka ili tuone uaminifu wake kwenye kutunza maagano. Akiamua mwenyewe kusimama moja kwa moja, hilo agano halivunjiki. Umeona? Sasa tuliangalia agano la pili. Hebu nisaidie Mwanzo hiyo 17. Mwanzo 17 anzia yake ni ya kwanza mpaka ya 8. Anasema Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, ndio Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Sasa Mungu anaanza kumtokea Ibrahim pale, anamwambia mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Tunaona hapo sasa ni maneno ambayo anaanza kuongea naye, tuwe nao makini, kwa sababu ndo msingi wa agano jingine anaenda kulitengeneza hapo. Anamwambia uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Endelea. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Kwa hiyo ukiwa mkamilifu, Mungu anaanza kuweka agano mbele yake. Endelea. Nami nitakuzidisha sana. Sasa hizi ni ahadi ambazo kwa upande wake yeye Mungu katika hilo agano la pili anatoa kwamba jinsi gani atalishikilia hilo agano, na kama asipoyatimiza hayo, huenda kwa upande wake yeye amelivunja. Yeye kamwambia tuende na mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitaliweka agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitazidisha uzao wako. Endelea. Anasema Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akamwambiaje? Mimi agano langu nimelifanya nawe. Sasa mimi ni agano langu nimelifanya nawe, utakuwa baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo ahadi ya kwanza ya Mungu katika agano lake yeye na Ibrahimu kulifanya ni kwamba atakuwa baba wa mataifa wengi. Baba wa mataifa mengi, na maana hilo ni Mungu mwenyewe ndo anahusika kumfanya Ibrahimu wa baba wa mataifa mengi. Endelea. Wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu. Endelea. Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu. Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Ndio. Nitakufanya uwe una uzao mwingi sana. Kabisa. Nami nitafanya kuwa mataifa. Sasa anamwambia atakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya uwe mataifa. Yani ni mtu ambaye kizazi chake kitakuwa ni kikubwa. Kwa hiyo Mungu yeye ndo atahusika katika yote, maana Ibrahimu atakufa. Si lazima, yani Ibrahimu asingeweza kuishi na kuona jinsi mataifa yake watakavyoenda, yani uzao wake utakavyoenda mpaka liwe taifa kubwa, mpaka mataifa. Unaona? Yeye asingeweza, lakini Mungu ndo anamwambia hayo kwa sababu Mungu ndo atashikilia kwa upande huo. Endelea msomaji. Na wafalme watatoka kwako. Ni Mungu anahusika hapo.
Endelea. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako kabisa, na vizazi vyao kuwa agano la milele kabisa, kwamba nitakuwa Mungu kwao na kwa uzao wako baada yako. Endelea. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni. Anamwahidia tena nchi ambayo amekaa ugeni. Haya ni mambo yake mwenyewe Mungu kwamba atayafanya katika hilo agano ambalo anataka kuagana na Ibrahimu. Endelea. Nchi yote ya Kanaani kuwamilikia milele, nami nitakuwa Mungu wao. Sasa endelea 9. Sasa hayo ni ahadi zake yeye Mungu katika kulitunza hilo agano. Sasa atamwambiaje Ibrahimu katika kulishika kwake agano anatakiwa afanye nini? Soma anza ni ya 9. Aya 9. Mungu akamwambia Ibrahimu. Sasa Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu. Sasa yeye amesema ameshika tayari, ataanza amefanya zile ahadi kwa kulishika kwake hilo agano. Sasa naambia na wewe utalishika agano hilo. Wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atafanyaje? Atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu. Sasa kwa msingi huo sasa hiki kipande kinamhusu Ibrahimu mwenyewe, kwa sababu hizi ni sifa ambazo ni binadamu anaweza kuzitekeleza kwa upande wake. Kwa hiyo wanatoa ishara ya tohara kwa Ibrahimu iwe katika kule kuonyesha kwamba na agano naye mwenyewe analitunza. Endelea. Anasema mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ni ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu. Kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa wa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha. Kila mgeni asiyekuwa na uzao wako, mzaliwa wa nyumbani kwako na mnunuliwa kwa fedha yako. Soma 14 kwa ajili ya muda. Anasema na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Kwa hiyo ili mwanadamu angehusika kulivunja ile agano ni kutokutahiriwa, lakini kutokuwa mataifa kuimiliki ile nchi ambayo anakaa ugeni, hivyo yeye havimuhusu. Lakini kule kwao kutokutahiriwa ndio amevunja agano. Lakini tunaona hapo kwa uaminifu wa Mungu, yeye agano lake kwa 100% alilitunza. Sidhani kama kuna mtu anaweza akasema alivunja, si ndio maana yake? Mungu yeye alihusika moja kwa moja kulitunza ile agano. Ukisoma kitabu cha Kutoka pale, Mungu mpaka Kutoka ile kuanzia 1 mpaka sura ya 1 mpaka 3 pale, Mungu anakumbuka sasa lile agano alioagana na Ibrahimu. Umeona? Na tunaona kazi walioifanya ni kubwa sana kuhusu wana Israeli. Ni safari ambayo tumetembea sana, tumejifunza mengi sana na kusanyiko letu pale Dawasa. Tukisoma hii sura Kutoka, nadhani tumebakiza sura 1 ili tuame tuone kitabu kinachofuata. Tumejifunza mengi sana kuhusu hii safari, mambo mengi sana ambayo ni magorogoro mengi kwa kweli ambayo yametokea hapo, lakini tukajifunza kwa hata wana Israeli walikuwa na shingo ngumu sana. Tukawalaumu sana na vingine tukajifunza, tukaona tusiwalaumu sana, pengine hata sisi wenda tunasema tunakosea, wenda hatujui maana wao yamefanyika yale ili kuwa mfano kutuonya sisi, si ndio maana yake? Kwa hiyo tunaona katika uaminifu wa Mungu hakuna hata sehemu moja aliyochenga katika kulitunza ile agano. Unaona? Ili ni agano ambalo la Ibrahimu alioagana na Mungu, na Mungu alimwahidia Ibrahimu ahadi nyingi sana kuhusu yeye kuwa baba wa mataifa mengi, kadhalika wafalme watatoka kwake. Tunaona jinsi alivyolinda sana ule ufalme, na ndio maana ule ufalme, na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Injili pale ya Mathayo, unaona jinsi mlolongo wa kifalme ambao unaeleweka, ni maanisha Mungu ameulinda kweli kweli na unafahamika. Unaona? Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu, alitunza agano. Nao Waisraeli wajitahidi kwa sehemu kuwafanya watoto wao watahiriwe, lakini kuna sababu za kibinadamu nyingine zilikuwa zinafanya washinde kulitunza ile agano. Unaona? Mapokeo aliingiza umo maka Musa naye alitaka kuuawa kwa ajili mtoto wake alikuwa hajatahiriwa. Ni kisa ambacho kilitokea huko. Sasa tuliangalia agano la 3. Nenda Kutoka 19:5. Baada ile agano kuna agano jingine hapo mbele. Kutoka 19:5 anza mpaka 8. Anasema sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli. Sasa endelea. Na kulishika agano langu. Hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Ndiyo. Maana duniani yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme na makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Israeli. Sasa Mungu anaanza kuwawekea tena njia kwamba aunde nao tena agano jingine. Endelea hapa, unaona?
Musa akaenda akawaita wazee wa watu, ndio, akawafunulia maneno hayo yote Bwana alikuwa amemwagiza. Ndio. Watu wote wakaitika kwa pamoja. Wakisemaje? Wakisema hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Kwa hiyo wenyewe wakaona hayo yote aliyosema Bwana tutatenda. Kwa maana wenyewe wakajithibitishia kwamba wana uwezo wa kulitunza hilo agano. Na hichi ndicho kibano ambacho kiliwakutaga huko mbele. Tutaenda kuangalia. Tusoma Kutoka 24:7 mpaka 8. 24:7 mpaka 8. Ni agano ambalo alifanya nao hawa. Anasema 7 mpaka 8. Maana ukisoma Kutoka 20 hapo ndo sheria ile inakuja, kuanzia aya 3 mpaka 17 zile amri zinakamilika, kisha kuna sheria nyingine zinafuata hapo, zinazoendelea kwenye chuo. Endelea hapo. Akasema kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu. Wakasema hayo yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Na kufanyaje? Nasi tutatii. Musa akatoa ile damu. Sasa Musa akatoa ile damu akanyunyuzia watu. Akasema hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi. Hii ndiyo agano, damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi. Sasa tunaona katika ili agano pia kuna damu inahusishwa hapo, unaona? Lakini tukirudi nyuma, yani kuna kitu nataka niweke sawa hapa. Mungu alipofanya agano yeye na Nuhu, kwa sababu mwanadamu hakuhusika pale, lile agano Mungu hakuhusisha na mambo ya damu. Japo alichinja, lakini sio pale tu alimtolea Mungu dhabihu, lakini ile damu sio kama ndo alisema ya agano hilo. Ile ishara ilikuwa ni ya upinde tu peke yake, unaona? Lakini sasa kuhusu mwanadamu kuhusishwa, tunaona Ibrahimu alianza kuchinja nyama za magovi, damu ilikuwa inamwagika. Haiwezekani govi litoke pasipo kumwaga damu, labda kama iko sayansi hiyo wataalamu watatuambia, lakini kila damu govi likikatwa damu lazima itoke. Na tunaona ile agano jingine ambalo anaenda kufanya nao akatoa, rudia mstari wa 8. 24. 24:8 soma. Anasema Musa akaitoa ile damu akawanyunyuzia watu. Akasema hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Sasa nikajiuliza sana swali, kwa nini ihusishwe na damu? Damu kwani ina uzito gani? Lakini ukisoma Walawi 17:11 mtumishi naomba usome. Yaani damu kumbe ina uhai. Kwa popote patakapohusishwa na damu, kitu chochote kitakachohusishwa na damu kinakipa uhai, kwamba kipo hai. Soma hapo. 11:17. 17:11 Walawi. 17:11. Anasema ndio, kwa kuwa uhai wa mwili ndio huu katika hiyo damu. Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ndio ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa hiyo kumbe tunaambia uhai upo katika hiyo damu. Kwa hiyo chochote kitakachonyunyizwa damu na katika makubaliano yale, kile kitu kinakuwa na uhai. Ina maana kile kilipewa nguvu ya kwenda kuwashtaki wana Israeli, si ndio maana yake? Yaani kwamba makubaliano yale yaliendelea kuwashtaki, unaona? Sasa hivi nenda Kutoka 12:23 pia. Kutoka 12:23. Kwa hiyo kile kilichohusishwa na damu kinapewa uhai, na ndio maana kisipofanywa kazi lazima mambo yatendeke hapo, kama ndio hivyo tulivyomwona Musa bila kumtali mtoto, naye alitaka kukabwa usiku pale, afanyaje sijui, mambo kaza lazima shida zikupata kwa sababu kuna uhai. Sasa Wakristo leo wana agano ambalo lina damu nzito kuliko hata hii, lakini wanashindwa kujua kama ni agano na liko hai. Sasa tutaenda kuangalia mambo gani ambayo Mkristo akiyafanya au bila kuyafanya atalivunja agano na ina damu nzito kuliko. Soma hapo mtumishi. Anasema na ile damu itakuwa ishara kwenu, ndio katika zile nyumba mtakazo kuwamo. Sasa hichi ni kisa tunakijua, damu katika milango zilikuwa kama ishara pia. Damu inasaidia, inalinda, kana kwamba ukifanya kwa utimilifu, maana walifanya kwa utimilifu wakalindwa na ile, lakini usipofanya kwa utimilifu ile damu inakushtaki, unaona? Kwa hiyo ni hicho tunataka niendelee hapo. Sasa kaendelee pale Kutoka 24 nenda 9. Kutoka 24 nenda rudie ile mstari wake ni wa 8. Anasema Musa akaitoa ile damu akawanyunyuzia watu, akasema hii ndiyo damu ya agano kabisa alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya. Umeona? Maneno haya yote. Kwa hiyo walipofanya ile agano, damu ikawa shahidi pale, lakini kuna shahidi mwingine ambaye aliwekwa hapo. Nenda kwa Torati 31:24. Yaani baada ya ile damu kunyunyizwa pale ikapewa ushahidi. Torati 31:24 mpaka 26. 31:24. Anasema ndio
Basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno yote ya Torati ya Torati hii katika chuo, ndio hata yakaisha, ndipo Musa akawaamuru Walawi waliokuwa wakichukua sanduku la agano la Bwana, akawaambia, twaeni hiki chuo cha Torati, mkiweke kando ya sanduku la agano, agano la Bwana Mungu wenu, ili kiwepo kama ushahidi juu yako. Ushahidi, yani kitu ambacho kimepewa nguvu, kiwepo kama ushahidi. Umeona? Endelea kusoma. Anasema kwa kuwa uasi wako na ujua na shingo yako ngumu. Angalieni, mimi ni kali hai pamoja nanyi leo. Mmekuwa wasi juu ya Bwana. Siuze nitakapokwisha kufa. Anasema nikutanisheni wazee wote wa kabila zenu. Basi ishia hapo. Kwa sababu tunaona ile Torati ikafanywa kuwa shahidi baada ya damu pale na agano, kila kitu kukamilika, kikawa kama shahidi. Ni kitu ambacho kinapewa uhai na kinapewa nguvu, na ndio maana Torati ilikuwa ni zito kwa zama zao, yani ilibidi wafe kama hawajaitimiza, unaona, kama hajaiweka. Sasa kuna ishara nyingine ambayo ikafanywa hapo katika hilo agano pia. Nenda Kutoka 31 24, kuna ishara pia nyingine hapa ikawekwa kuhusu kulilinda hilo agano ambalo Mungu alifanya na wana Israeli. Ishara nyingine aliwapa hapo ni Sabato. Some hapo mtumishi. 31 24 mpaka 26. 31 Kutoka 31 24 mpaka 26. Basi anzia 12. Bwana akasema na Musa na kuambia, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtaishika sabato zangu. Sasa nenda 16. Anasema kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato, kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Agano la milele. Sasa kuna sema hapa inasema ni ishara. Nadhani 15 soma. Anasema 17. Sawa. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Kwa hiyo baada ya agano pia walipewa na ishara nyingine, ilikuwa ni sabato. Tunaona kule kwa Nuhu ishara ilifanywa na upinde, si ndio maana yake? Ndio. Sasa wao wana Israeli walipopewa hilo agano, ishara yao ilikuwa ni sabato. Ina maana wangeshindwa kuitii sabato, maana yake ishara ya agano wamelivunja, si ndio maana yake? Na hawana agano mpaka hapo. Yaani tunaona kwamba Mungu yeye alipofanya agano na Nuhu, ishara yake aliilinda. Lakini wanadamu walipofanya nao agano hawa pia nao akaamua kuwahusisha katika agano lake, akawapa ishara nyingine ambayo ni sabato. Lakini tunaona visa vingi hapo vilivyotokea na mambo mengi yaliyotokea hapo. Uaminifu ulikuwa wengine ndio hivyo, mtu kapewa tu leo, kesho aenda kuokota kuni pale na kadhalika. Unaona mambo ni mengi sana kwa wanadamu katika kulitunza agano. Somo letu la leo, lijue agano lako. Unaona? Sasa tunaendelea. Hebu unisaidie. Sasa Mungu akaamua kufanya agano jingine. Nenda Yeremia 31, yake ni 31 hapa. Tuanze kuliangalia sasa agano letu. Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowatoa kwa shika mkono katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Unaona? Sasa tunaona kuna ahadi nyingine inakuja kuhusiana na agano jipya ambalo Mungu anasema atafanya na nyumba ya Israeli. Unaona? Inaendelea mchini kusema, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.
Sasa kuna jambo moja hapa la kuliangalia sana ile agano na kulitafakari kwa makini sana. Nitarudia hapa baadhi ya mistari na nitasisitiza, nasema, bali hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao. Sasa tunaona sheria za mwanzo Mungu alivyozitoa, aliwapa, ila wao walikuwa na kazi ya kuzifuata, na wenyewe wakasema tutafanyaje? Tutatii. Lakini tunaona agano hili la sasa hivi Mungu anasema nitatia sheria yangu ndani yao. Yaani inamaanisha agano la sasa hivi hili, kazi yake Mungu tulipaswa kuitambua kwa makini sana. Anasema nitatia sheria yangu ndani yao. Sio wao watatia, bali nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Umeona? Hebu msomaji nisaidie hapo. Yeremia 31:32 isome vizuri. 31:32. Anasema, ndio, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri kabisa, ambalo agano langu hilo walifanyaje? Walilivunja. Ndio, ingawa nalikuwa mume wa kwao, asema Bwana. Ndio, bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Asemaje? Nitatia sheria yangu ndani yao. Nitatia, yani yeye ndio usika wake. Tunaona katika usika wa Mungu katika agano la Nuhu alihusika kwa 100%. Lakini tumeangalia wenda angehusika mwanadamu au angehusishwa pale, agano angelifanyaje? Angelivunja. Kwa sababu mwanadamu ana mapungufu sana katika kulilinda agano. Haleluya. Katika kulilinda agano. Sasa ili agano jipya Mungu ndiyo anayesema nitatia. Yaani na maana kama mwanadamu naye akitaka kujifanya na yeye na uwezo wa kuitii hiyo sheria ya Mungu au amri zile za Mungu katika mioyo yake, hapo kutakuwa na changamoto. Yaani kimsingi uweze kupambana wewe mwenyewe kwa kujiweza uweze kulitii hilo agano. Unaona? Endelea hapo mtumishi. Ndani yao anasema bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli. Ndio, baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitafanyaje? Nitaandika. Kwa hiyo kazi ya Mungu ndio anatia na anaandika. Hii ni kazi yake, si ndio maana yake? Sasa nenda Ezekieli 36:27. Ezekieli 36:27. Anasema 36:27, kitabu kile cha Ezekieli 36:27. Anasema hivi, ndio, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuendesha katika sheria zangu. Na kufanyaje? Na kuendesha katika sheria zangu. Kwa hiyo kule hizi ni ahadi tu tunazoangalia. Kule kutia sheria yake ndani yao, anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuendesha katika nini? Sheria zangu. Nanyi mtashika hukumu zangu na kuzitenda. Kwa hiyo tunaona kumbe kazi ya Mungu katika ile agano anajihusisha kwa asilimia kubwa katika kutii hiyo sheria, si ndio maana yake? Ndio. Sasa tunaendelea. Sasa ili agano ndilo ambalo Mungu aliamua kufanya. Ndilo agano ambalo Mungu aliamua kufanya. Sasa tunaanza kuliangalia na kulichunguza kwa makini ili kusudi, maana agano hili ndilo agano ambalo liko hai mpaka sasa hivi na ambalo sisi tuliopo. Japo watu wanajiona kama hapo kwenye agano, mpo kwenye agano na unatakiwa ujitunze sana katika ile agano usije ukalivunja. Na wengi wanavunja kwa sababu ya uchache wa uelewa au kwa kujua, kwa kutokujua, na kwa sababu watu pia hawafundishi. Unaona? Hili ni agano na hili ni agano ambalo Mungu amelifanya. Sasa hebu nisaidie kitabu cha Yohana 3:16 tuangalie Mungu sasa anapoanza kutimiza ile agano mwanzo wake mpaka tunaendelee mbele. 3:16 Yohana, msomaji. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ndio, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa inaonyesha Mungu sasa aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na nini? Na uzima wa milele. Sasa tunaona baada ya ile agano Mungu anapokuja kulitimiliza, kwa sababu kusoma Malaki 3:1, msoma Malaki 3:1 msomaji. Malaki 3:1, maana huyu ndo tunaambiwa kuwa ni mjumbe wa agano. Sasa mjumbe wa agano anatumwa na kazi yake inapaswa tuijue ni kipi ambacho anatakiwa kukifanya. Anasema, soma, angalieni namtuma mjumbe wangu naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafla. Ndio. Naam. Yule mjumbe wa agano
wa agano, rudia tena hapo, naye na yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kumbe kuna mjumbe wa agano. Sasa rudia 3:16 hiyo Yohana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Ili kila mtu afanyaje? Amwaminie asipotee. Kwa hiyo hapo tunaambiwa kuna kazi yetu sisi na sisi ni kumwamini. Maana yeye kama Mungu kamtuma, maana yake tele amwamini, anamwamini, si ndio maana yake? Ndio. Lakini sisi ndio tunaambia tumwamini. Alafu tusifanyaje hapo mbele? Anasema ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo kazi yetu sisi kwanza ni kumwamini mwana. Sasa nenda Wakolosai 2:13. Na maana kazi ya kwetu ya kwanza sisi ni kufanyaje? Kwanza ni kuamini, yani kumwamini huyo mwana wa Mungu anayekuja. Endelea mbele msomaji, soma hapo Wafilipi 2:13. Wafilipi 2:13. Wafilipi 2:13. Anasema hivi, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Sasa tunaambiwa sisi ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Anasema kutaka kwenu na kutenda kwenu. Sasa Mungu anafanya kazi ndani yetu, lakini tunaambia kutaka ni kwetu na kutenda kwenu. Rudia tena hapo. Anasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu, kutaka ni kwenu, na kutenda kwenu, na kutenda kwenu. Yani matendo ni yako na kuamua ni wewe, lakini Mungu ndiye anayefanya kazi ndani yetu. Umeona, hiyo ni kitu ambacho agano hilo jinsi lilivyo. Hebu nisaidie katika Yohana 16:7. Yohana 16:7. Anasema hivi 16, anasema lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mlioniondokea. Anasema Yohana 16 kuanzia 7 mstari wa 7. Anasema lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa hiyo tunaambiwa huyo msaidizi ambaye tunaona kule katika Malaki na katika Ezekiel 32:26 pale anatuambia kwamba nitatia roho yangu, na huyo tunaona roho nayo ndio inaagizwa hapo. Endelea kusoma mtumishi. Anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo kumbe dhambi ya kwanza ile ya agano letu ni kumwamini Yesu Kristo. Yani dhambi ya kwanza ambayo inahesabiwa katika ile agano ni kutokumwamini Yesu Kristo. Yani usipomwamini, hiyo ndio dhambi ya kwanza. Lakini tunajua wengine, kuna wengi leo wamwamini, wanasema wenda zama zake zimeisha, sasa hivi kuna mtu mwingine, yani wanawashumu mitume wanaotumwa na Mungu kana kwamba wana nafasi zao. Yani kama katoka Musa asifuatwe tena kama kaja Malaki, si ndio maana yake? Wanaamini kitu cha namna hiyo. Lakini tunaona hata Wayahudi mpaka zama zao walikuwa bado wanamtumaini nani? Musa. Sio kama wakopa mitume wengine waliotumwa hapo, kati manabii walikuwa ni wengi, maana yake hata wale waliotumwa. Maana ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:32 inasema roho za manabii watii manabii. Yani hakuna nabii anayempinga mwingine, yani kila anayetumwa anakuja mlongo ule. Hakuna nabii huyu atakayenena kinyume cha huyu. Lakini kuna watu leo tunaona wamemkataa Yesu na kuonyesha kwamba ile zama zake zimepita, sasa hivi kuna mwingine. Hilo ni jambo la uongo kabisa. Sasa hapa tumeona kwa dhambi yao ya kwanza, kwa sababu wamemkataa mwana wa Mungu. Na hao watu ukijaribu kuwafuatilia wanasema Mungu wao ni yule wa Israeli, lakini yule Mungu wa Israeli ni Mungu wa maagano. Sasa ukitaka kuwakamata vizuri, waulize agano lenu na Mungu yule ni lipi? Agano lenu na yule Mungu ni lipi? Watakuwa na majibu hapo msomaji? Hakuna majibu. Wataanza si unajua pangoni jabali la mambo kaza na kama hayo. Lakini Mungu atusaidie. Sasa tunaona sasa kazi yetu sisi ni kumkubali Yesu. Umeona? Sasa soma Timotheo wa pili 2 yake ni ya 12. Timotheo. Maana Timotheo wa pili 2:11 anza mpaka 12. Maana Yesu ukimkiri ndipo naye atakukiri, ukimkataa nayo yako inakuwa imeisha. Soma. Anasema ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Yani tukifa pamoja naye, sio kama tunaenda kufa naye, yani tukifa tukiwa tunamwamini yeye, yani tuna Yesu tunakufa naye hivyo naye, si ndio maana yake? Anasema tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia. Ndio. Kama tukistahimili tutamlaki pamoja naye kabisa. Kama tukimkana yeye naye atatukana sisi. Kwa hiyo ni kazi kwetu sisi kwanza ya kumwamini Yesu Kristo. Hii ndio kazi ya kwanza ya kuamini Yesu Kristo. Sasa hiyo kazi ya kwanza
ya kumwamini Yesu. Lakini kuna mambo ambayo huenda ukiyafanya hayo kwa mujibu wa Yesu mwenyewe huyo wa kumwamini, unaweza kuwa umelivunja agano. Unaweza kuwa umelivunja agano. Na mambo mengi mimi nimejaribu kuyasoma ni ya kawaida sana, lakini anakuambia Yesu kama huenda alikuwa kwenye kanisa lake na kusanyiko lake hapa duniani liko sehemu kama tunavyoona watu wengine, angekufuta ushirika. Angekufuta ushirika. Tukaangalia moja wapo, nisaidie kitabu cha Mathayo 16. Mathayo 16:21 mpaka 23. Mathayo 16:21 mpaka 23. Jambo la kwanza ambalo kama ukibishabisha hivi ukita kuna kona nyingi, ushirika umefutwa. Achana na wale wanaotutishia sasa hivi, sisi tumewafuta ushirika wale offshoot na kadhalika. Sasa kuna ushirika ambao Yesu mwenyewe anakufuta huu hapo. Soma hapo 16:21. Anasema tangu wakati huo ndiyo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee wa wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Sasa kuna kifo hapo ambacho Yesu anajiongelea, si ndio? Maana yake endelea kusoma. Anasema Petro akamchukua akaanza kumkemea akasema, akisemaje? Hasha Bwana, hayo hayatakupata. Kumbe Petro akamwambia hasha, hayo hayatakupata. Yaani maana yake huenda kwa akili zake alimuonea huruma, wakaona ni jambo baya, si ndio? Maana yake ndio. Endelea kusoma. Akageuka akamwambia Petro, naenda nyuma yangu Shetani. Ati naenda nyuma yangu Shetani. Ina maana ukiwaza jambo la namna hiyo kwamba Yesu akufa au jambo la kufa alijampata, wewe ni shetani na una shetani ndani yako. Manake yani ukiwaza jambo la namna hiyo kivyo vyote una shetani ndani yako. Ni jambo la kuamini kwamba Yesu kweli ataenda kufa kwa muda huo, na sasa hivi tunapaswa tuamini kwamba ni kweli alikufa. Lakini kuna elimu nyingi ziko hapa kwamba huenda alivyokufa akufa ni mwili tu, yeye alitundikwa pale, alienda kuwahubiria watu na kadhalika. Sasa watu wanaoamini jambo la namna hilo, nataka nitangaze kwamba agano mpaka hapo wamelivunja. Agano mpaka muda huo kwanza wamelivunja. Wasije wakasema tupo katika agano jipya na waamini kwamba Yesu kweli alikufa. Yaani agano wameshalivunja. Sasa unaweza ukajiuliza swali, kwani kuna ulazima gani kwake Yesu afe? Kuna ulazima gani Yesu afe? Unaona? Ulazima gani Yesu afe? Nisaidie hicho kitabu nilichokupatia hapo. Kisome kwenye kasha afu nenda kurasa wa 24, tuangalie ulazima wa Yesu kufa ni gani. Soma kwenye vile vipengele ambavyo nimeweka, twende kwa huo mlolongo hapo. Ni kitabu kimeandikwa Pendo Lisilo Kifani. Anasema kurasa 24, anasema njia moja pekee inayowezekana ya wokovu. Anasema malaika walisujudu mbele zake. Malaika walisujudu mbele za Mungu, walijitolea maisha yao. Yesu aliwaambia kuwa sasa hapa ni baada ya anguko la mwanadamu. Sasa malaika walisujudu mbele za Mungu na wakaamua hata kujitolea maisha yake kwa ajili ya wanadamu. Endelea. Yesu akawaambiaje? Ya kuwa kwa kifo chake angeokoa wengi. Ati kwa kifo chake angeokoa wengi. Ina maana kifo cha malaika hakistahili mpaka kwa kifo chake yeye mwenyewe. Yaani inamaanisha kwa ile sheria ya Mungu jinsi ilivyo kubwa, mwanadamu alioivunja kiasi kwamba hata malaika angetumwa asingestahili. Ina maana mwana wa Mungu ndo angetoshea hapo. Yaani inamaanisha pale unapoamua kuvunja sheria ya Mungu, yaani ni sasa wewe unasimama hapa na unasimama mbele za Mungu kwa sheria yake, unamwambia mimi ni wa muhimu kuliko hii sheria. Na Mungu kwa mujibu wa Mungu, yani wewe unapaswa ufe ile sheria ibaki. Yani iwe kweli na iko hapo imesimama hivyo. Endelea kusoma mtumishi. Anasema ambao maisha ya malaika yasingeweza kulipa deni. Maisha yake pekee ndiyo yangekubaliwa na Baba yake. Endelea. Kama fidia kwa ajili ya wanadamu. Anasema lakini naliwapa malaika kazi yao kupanda na kushuka. Kwa hiyo malaika sasa walipewa kazi katika habari hiyo ya wokovu, kupanda na kushuka. Endelea. Wakiwa na msaada wa kutia nguvu kutoka katika utukufu. Ndio. Kwa ajili ya kumliwaza mwana wa Mungu. Endelea kusoma mpaka kwenye kituo pale usimame ikimaliza. Anasema mwana wa Mungu katika mateso yake na kumhudumia. Pia ilikuwa wawalinde na kuwatunza raia wa neema kutokana na malaika waovu na giza ambalo daima Shetani angerusha kuwazunguka. Isingewezekana kwa
Endelea. Ili apate kuokoa wenye dhambi waliopotea na wanaoangamia. Aliruhusu mwana wake mpendwa. Aliruhusu mwana wake mpendwa kufa kwa ajili ya dhambi zao. Anasema anasema kipengele cha 25. Sheria ya Yehova ambayo ni msingi wa serikali yake mbinguni na duniani ilikuwa takatifu kama yeye mwenyewe ndio alivyo mtakatifu. Na kwa sababu hii Mungu asingeweza kukubali maisha ya malaika kuwa kama kafara. Yani hata kiumbe chochote, ni ukisema malaika, yani katika viumbe vilivyotukuzwa, maana kuna grupu 4 za nafsi mbinguni. Ni Mungu, mwana wa Mungu, grupu la malaika na viumbe vinavyofuata vingine. Maana ukisoma katika kitabu kile ni cha Mathayo 24 yake ni 37 pale. Inasema kwa habari ya siku ile wala saa ile hakuna ajua ikiweka kundi la watu wala malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Sasa katika hizo nafsi zote viumbe ambavyo kidogo wako juu kwa utukufu ni malaika pale, unaona? Lakini ikisema malaika ni kumaanisha kiumbe chochote akistahili kufa kwa ajili ya ile sheria kuvunjwa. Endelea. Anasema kwa sababu hii Mungu asingeweza kukubali maisha ya malaika kuwa kama kafara kwa ajili ya kuvunjwa kwake. Endelea. Sheria yake ni muhimu zaidi machoni pake kuliko malaika watakatifu. Rudia tena hapo. Sheria yake ni muhimu zaidi machoni pake. Ni muhimu zaidi machoni pake kuliko malaika watakatifu. Yani ni maanisha kiumbe chochote hakina thamani juu ya sheria ya Mungu. Na ndio maana ikivunjwa inabidi ufe. Sasa Mungu ametupenda na sheria yake ni takatifu, hakuna kinachotakiwa kukiua hapo. Yani hakuna ambacho kinatakiwa kuvunja hapo, wana kwamba sheria, maana kama yani kama sheria ipo alafu wanadamu wamevunja na bado mwanadamu waafi wala yuko, inamaanisha ile sheria wao wameikalia, wako chini, yani sheria ipo chini yao, wameikalia. Ni kitu ambacho hakiwezekani, unaona? Sasa ndio maana tunaona hiyo kafara hapa na kadhalika. Sasa hivi tunaambia kuna damu ya agano ambayo mwana wa Mungu anapaswa uamini kweli alikufa kwa ajili ya kuilipia ile sheria. Na ndio maana ukisoma Matendo ya Mitume 20:28, msoma mtumishi. Matendo ya Mitume 20:28 inaongelea hicho kitu hapo na inafafanua ni kivipi, kitu gani kilifanyika hapo, kwa sababu tunaambiwa, msoma mtumishi. Anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka nini? Ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kuilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo kwa kule Yesu kufa ni ananunua tena kanisa lake, yani analipa ile gharama ya sheria. Sasa kwa ule uthamani ni sawasawa ni gari lako, mtumishi Andrew. Naomba nikutolee mfano, gari lako ile nakuja na milioni 1, mimi kwangu ni hela nyingi na ni thamani, nakupa bwana, naomba niuzie ile gari. Utakubali? Milioni 1 nakuleta, utakubali? Kwa maana thamani yake ni tofauti. Sasa nikija na milioni 100 na uhakika nikikupa, nikwambia bwana niuzie inawezekana. Ndivyo hivyo ambapo kwa sheria ya Mungu na Mungu mwenyewe kwa sheria yake na Yesu mbele yake. Na Yesu hata kama alilipia, haimaanishi ile sheria imeondoka. Ndio bado uone uzito wa ile sheria. Yaani bado amelipia na kuna bado iko imesimama, kwa maana sheria yake inasema mbingu na nchi zitapita lakini haitaondoka. Unaona? Yaani bado sheria bado ipo. Kwa hiyo sasa soma ile andiko tunarudia hapo. Anasema sheria yake Matendo ya Mitume 20:28 anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kuilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Sasa napo kuna kioja kinakujaga hapa. Sasa Mungu kumbe alinunua kwa damu yake mwenyewe, maana ni mwenyewe alikufa. Huo ni uongo. Nenda nenda Ufunuo wa Yohana 5:9 yetu ivunje hiyo hoja hapo, kisha tuendelee tuangalie sasa kwa nini Mungu anunue. Maana viumbe wote ni vyake. Sasa anunue kivipi? Kwa sababu gani anunue? Soma Matendo Ufunuo 5:9. Iweke vizuri hoja kwamba alinunua kivipi. Soma. Anasema nao waimba wimbo mpya wakisemaje? Wakisema wastahili wewe ukitoa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu. Rudia tena. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kwa hiyo kulinunua kwake Mungu, mwana si wa kwake. Ndio. Kwa akimtoa yeye ametoa ile thamani kununua mbele ile sheria yake. Huo ni uzito wa sheria ya Mungu, unaona? Sasa kwa nini Mungu anunue? Tulikuwa tumeuzwa kwa nani? Au tumeuzwa wapi?
au imekuwaje na hivyo na kadhalika. Wote tunajua kwamba wanadamu walianguka, dhambi ikaingia, mambo yakawa kama hivyo. Sasa anunue kutoka wapi? Nenda kitabu cha Warumi. Rumi 7:14. Rumi 7:14. 7:14. Anasema, soma. Kwa maana twajua ya kuwa Torati asili yake ni ya rohoni. Torati asili yake ni ya rohoni. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Nimeuzwa chini ya dhambi. Ati? Nimeuzwa chini ya dhambi. Rudia tena. Nimeuzwa chini ya dhambi. Ina maana sisi tulikuwa chini ya dhambi. Chini ya dhambi. Na kwa kutumia shetani hapo. Ina maana shetani ndio mtu wa kuasi, baba wa uongo na kadhalika. Kwa tulizwa chini ya dhambi na maisha tulikuwa chini yake, na ile dhambi ilikuwa inatutawala. Sasa Yesu kufa ametununua kutoka kule dhambini, yani ndio ile thamani ya kutolewa hapo. Sasa ndio maana inasema ukisoma katika kitabu cha Isaya 61, soma Isaya 61 mtumishi. 61. Anzia yake ni ya kwanza hapo. Anasema, Roho ya Bwana ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ndio. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia nani? Mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Sasa nataka ni base hapo kwenye mateka uhuru wao. Sasa ndicho kitu ambacho alikuja kuwahubiria Wayahudi. Huo uhuru walishindwa kuelewa. Yaani Yohana 8:32. Huo uhuru ni kule kutoka dhambini, yani kwamba tumwamini kwanza mwana wa Mungu. Tayari automatically kwanza tumetoka dhambini. Sasa kuna process nyingine iko hapo ili tuendelee kulitunza hilo agano. Soma mtumishi. Anasema, tena mtaifahamu kweli. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Endelea. Anasema, wakajibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu. Wala hatujawa watumwa wa mtu. Sisi kanisa la Mungu. Endelea. Wakati wowote. Nawe wasemaje mtakuwa huru? Kwa huru. Endelea. Yesu akajibu, Amen namwambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Rudia tena. Yesu akawajibu, Amen namwambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Endelea. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Mwana hukaa siku zote. Sasa ina maana kule kutununua kutoka dhambini, tunaambiwa hapa tulikuwa watumwa wa dhambi. Sasa kile ambacho kitatufanya kuturudisha kwetu ni kwamba tufanyike wana, yani kwa maanisha sasa tufanyike wana kwa mujibu wa Yohana 1, soma yake ni ya 12 pale. Yani kule kutufanya wana, yani pamoja na dhambi zako kwanza umenunuliwa. Umeona? Wewe endelea mambo yako ulikuwa unaendelea nayo hapo, kwanza process ya kwanza ndio umenunuliwa. Kule kufanyika kwako mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Hebu endelea. Anasema, Yohana 1:12. Endelea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Jina lake. Sasa Yohana 8:33 akasema mtumwa wa dhambi, yani mtumwa anayemwita ule wa dhambi hakai nyumbani, lakini mwana siku zote anakaa nyumbani. Ina maana wewe hata kama una dhambi zako, lakini kule ukifanyika mwana kwanza unakuwa upo nyumbani. Yaani upo karibu na mzee wako hapo karibu, si ndio maana yake? Hata kama una maovu lakini kwanza upo karibu. Sasa ndio maana Yohana 2:1, soma Yohana waraka kwanza Yohana 2:1 inasema, ndai nukuu, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Tayari kumekuwa tumeitwa watoto. Na watoto wanaohusishwa hapo ni wale waliomwamini Yesu na kumpokea. Kwanza wanakuwa watoto. Sasa inasema msifanye dhambi, lakini mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi wapi? Kwa Baba. Ni nani? Yesu Kristo. Mwenye haki. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza. Kwanza tunasisitiza tusitende dhambi. Kwa hiyo nguvu ile ya kununuliwa ni kutoka utumwani na kufanyika wana, na tuendelee na process ya kuokolewa, kwa sababu tumetumaini yeye aliyotuokoa na ambaye atatuokoa na ataendelea kutuokoa na atatuokoa. Hiyo ni process na habari ya wokovu. Na hilo ndio agano Mungu aliagana nalo. Unaona? Sasa tumeona hapo ukivunja agano ni kutokuamini kwamba Yesu alikufa. Sasa kuna mambo mengi na mafundisho mengi hapo sitagusa kwa ajili ya muda. Mtumishi, nibaki na dakika ngapi hapo? Nijitahidi niende haraka. Kuna jambo jingine ambalo unaweza kuvunja ili agano. Nenda Yohana 13:4. Yohana Injili 13:4 mpaka 8. Soma haraka. 13:4 mpaka 8. Anasema hivi, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake. Ndio. Akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu, na kuifuta kwa kile kitambaa alichokifunga.
hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Ndio. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, ndio, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Sasa Petro alitaka kukataa kitendo. Nadhani kikisa wengi tunakijua. Unaona, Petro akataka kukataa kitendo, lakini Yesu akamwambia, wewe nisipokufuta miguu huna shirika nami. Sasa hili tendo linaonekana ni la kawaida, lakini Yesu kuna maana kubwa aliyokuwa anaimaanisha. Endelea mbele msomaji. Anasema, Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Endelea. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu aliogopa kufuta ushirika. Kuendelea. Anasema, Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu. Sasa kwa wale wanafunzi wake aliowapokea hapa wakawafanyika kuwa wana, inamaanisha yule aliyekwisha kuoga na wahesabu amekwisha kuoga, hawana haja ile kutawazana miguu. Yaani kuna vitu vidogo vidogo unapaswa waviondoe. Na ni process, na wao kwa wao wanaondoana. Soma 14 hapo na tuendelee, maana nyingine inakuja chini hapo. Anasema, basi ikiwa mimi niliye bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo kumbe anatufundisha kwamba ile tendo tunapaswa kutawadhana miguu sisi kwa sisi. Yaani ni kitendo cha kumaanisha unyenyekevu, sisi wote tuchukuliane, kwa sababu hakuna mkubwa kumzidi mwingine. Hakuna mkubwa kumzidi mwingine katika imani. Soma 17 kwa hapo. Anasema katika 17, mkiajua hayo heri ninyi mkafanyaje? Mkiyatenda. Heri mkiyatenda. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunafundishwa sasa katika kuhesabiana sisi kwa sisi, heshima ambayo tunapaswa kupeana. Hakuna anayetakiwa kujihesabu mkubwa kuliko mwingine, kwa sababu kusoma kitabu cha Wafilipi pale inasema jitieni nila hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa ndani pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye mwanzo akaona kule kuwa sawa na Mungu kwa ni kitu cha kushikamana nacho. Tunaangalia akajitoa namna utumwa na hivyo na kadhalika, akajinyenyekeza. Tena hapa asema, ikiwa mimi nile mwalimu na Bwana ninawatawaza ninyi miguu, hamna tambudi nyinyi kwa nyinyi kutawazana miguu. Kwa hiyo tunaona katika gano hili kitu cha kutawazana miguu ni sisi jinsi ya kuchukuliana. Kila mtu asije kajihesabu yeye ni bora kuliko mwingine. Ukisoma katika hiyo Filipi vizuri hapo, mtu ukipata muda wako ukasome, maana muda naona unakimbia sana hapa. Sasa tuangalie, hii ni moja ya jambo ambalo Yesu alitaka kumaanisha hapo. Kama ukitaka tena nisaidie Mathayo 23:10 mpaka 12 hapo. 23:10 mpaka 12. Anasema, wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, aliye naye ndiye Kristo. Hapo kwenye Kiingereza natumia neno master. Master ni katika wale viongozi kuna mmoja na mteua awe kama master, awe na wamiliki wale wengine. Hilo ni jambo ambalo walipoendelea. Anasema, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Ndio. Na yeyote atakayejikweza atadhiriwa, na yeyote atakayejidhiri atakwezwa. Hili ni jambo ambalo Yesu kaliweka na akaamua watu wafanye hivyo, sisi kwa sisi, jinsi ya kuchukuliana, kwa sababu thamani yote tuna sisi huko tulikuwa watumwa wa dhambi, tumekombolewa wote, hakuna mmoja ambaye anajiona bora. Kwa hata sisi katika kuhubiri huko tusije tukaangalia tunaenda kumhubiria nani yule labda ni kichaa. Kwanza wewe sababu ameshanunuliwa, ila ni kule kuchukuliwa na kufanywa kuwa mwana na kuendelea kutawazwa miguu, yani kurekebishwa baadhi ya vitu, na wewe na yeye usijione kama kuna utofauti. Umeona? Kwa ni mambo ambayo Yesu amesisitiza sana, na amesema kabisa usipofanya hivi una shirika nami. Sasa kuna jambo la mwisho ambalo hili linaniumizaga kichwa. Soma Waebrania 10:26 mpaka 31. Waebrania 10:26 mpaka 31. Hii ndio itakuwa mwisho hapo. Changamka msomaji. 10:26. Anasema hivi. 10:26 anasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi, kama tukifanya dhambi kusudi, hapo nitumie neno makusudi, maana anasema baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kama tukifanya dhambi makusudi baada ya kupokea ile kweli, haitoshi, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Haibaki tena dhabihu kwa ajili ya nini? Ya dhambi. Yaani kama umepokea ule ukweli na ukafanya makusudi, hakuna dhabihu tena itakayokuokoa. Endelea. Bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Sasa hili andiko jinsi nilivyoliangalia, kwa jinsi nilivyolielewa na linavyoeleweka hapo, ni kwamba wale ambao wameujua ukweli na bado tena wakafanya dhambi wana hukumu iliyo kali. Sasa nikaendelea kuchunguza nitafute maana hilo jambo ni zito sana. Rudia hapo kusoma tena kitabu cha hiyo Waebrania 6, anzi yake ni 4.
6:4. Maandiko yanayofanana na neno kama hilo. Anasema kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kuionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo. Haiwezekani kuwafanya upya tena. Ina maana wale ambao wamepokea ukweli tena bado tena wakaanguka baada yao, haiwezekani kuwafanya upya tena. Sasa bado tena nikachunguza ili ni kwa nini liko hivi. Mbona kama ni gumu sana kulimeza. Sasa nisaidie Mathayo 12 anzia yake ni 42. Yesu anajibu hapo ni kwa maana gani watu watakapovunja ile agano lake kwa hicho. Maana kama kusema damu haiwezekani kuwafanya upya tena, na kusoma Marko 22 pale 23 inasema hii ndio damu yangu ya agano. Yaani hakuna dhabihu itakayookoa, inamaanisha ni kuna kitu amekifanya hapo. Soma hapo. Mathayo 12:42. Anasema Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu. Soma 43. Anasema pepo mchafu. Anza 42. Okay. Anasema Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani. Na hapa yuko nenda 43. Mathayo 12. Mathayo 12. Soma 43. Anasema pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji. Sasa tunaelezwa kwa nini ambao wale walipokea kweli alafu bado tena wakaasi haiwezekani kuwafanya upya. Kuna kisa hiki ambacho nitakifafanua na kiweza kueleka vizuri. Nasema pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo maji. Kwanza ina maana huyo mtu alikuwa na pepo, lakini pepo amemtoka. Hupita pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika sipate. Akatoka huko tena mahali pa kupumzika sipate. Halafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Sasa ataamua baada ya muda wake huko kufanya, yani baada umeshakuwa mtu wa Mungu, pepo kutoka, kuna mambo madhambi yale umeacha, kadhalika umekuwa mtu wa Mungu, lakini amekutoka alafu rudia kuendelea. Anasema halafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu. Aiona nini? Tupu. Sasa yule pepo kumbuka mwanzo alitoka, si ndio maana yake? Ndio. Lakini kumbe kutoka bado anarudi anakuta ipo tupu. Endelea. Imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Nao huingia na kukaa humo. Sasa kuna swali ujiulize, kwa nini huyu pepo alitoka? Na tunajua pepo anatoka kama Mungu akiingia. Yaani pepo anatoka Mungu akiingia. Na watu huyo mtu anakuwa na roho wake wa Mungu. Sasa pepo kaenda ukashamtoka huyo mtu, kaenda kafanya mambo yake huko, baadaye naamua kurudi na kuta ile nyumba iko tu, hakuna Mungu. Sasa nikauliza kwa nini iwe tupu? Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 3 anasema najua huu vuguvugu, unaona? Huu vuguvugu, yani vuguvugu na mimi nitakutapi. Ina maana pale utakapompokea Mungu alafu ukawa yani unaniambia ueleweki upo kwa Mungu au haupo, Mungu anakuhama kiukweli. Mungu anakuwa anatoka kwako. Sasa Mungu akitoka anatoka na roho wake, nyumba yako inakuwa ni empty. Sasa yule pepo akizunguka huko, zile tabia zikizunguka huko na kadhalika, zikirudi zinarudi kwa nguvu zote, kwa sababu nyumba inakuwa ni nyeupe na imepambwa. Ilikuwa imepambwa, yani maana yake iko tu haina mwenyewe. Hilo ndilo jambo ambalo litaweza kusababisha ulivunja agano na hakutakuwa na dhabihu nyingine ya kukuokoa, kwa sababu ukweli wa Mungu umezidishwa kwako na umekataa. Malizia na Petro 2:2. Anamalizia kusema kwanza, malizia basi. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa sababu kwa Mungu alishindwa kukaa na Mungu anakuhama, nyumba yako inakuwa nyeupe. Maana hata Israeli nyumba yao iliachiwa ukiwa, si ndio maana yake? Yaani maana yake haina mwenyewe, shetani hajulikani yupo, Mungu hayupo, si ndio maana yake? Lakini sasa shetani akija wanakusanyana kwa nguvu zao zote. Malizana Petro 2:2 anasema 20 tumalizia hapo. 2:20. Anasema
Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia, kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Endelea. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Basi tunaona hilo ni jambo ambalo baada ya hapo hakutakuwa na kitu kingine cha kukusaidia. Kwa hiyo tusiwe watu wa mawazo mawili. Tukiamua kumfuata Mungu, basi tumfuate kwa ukamilifu. Kumbe unaweza kuamini na Mungu, kumbe nyumba yako iko empty, na shetani akija unaenda kuitana huko, anakuja kwa grupu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Amina. Huo ndio mwisho wangu wa somo. Na pia ningetoa wito kwa mtu yote ambaye yupo katika ile kambi, pia huenda hajabatizwa katika imani hii. Ninamkaribisha, kama kuna mtu anahitaji ubatizo anyoshe mkono juu. Kama kuna mtu anahitaji ubatizo katika kambi hili anyoshe mkono juu. Ubatizo katika imani, nyosha mkono juu vizuri. Mwingine na ambaye labda yuko tayari huenda lakini bado hajabatizwa anyoshe mkono juu kama yupo. Okay. Basi ni yuko mmoja. Basi tufunge kipindi chetu kwa maombi, na nadhani taratibu nyingine zitaendelea. Namkaribisha mwenyekiti aendelee. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, ninakushukuru kwa siku nyingine Bwana. Asante kwa hubiri hili Bwana ambalo umenipa na nimeweza kulifikisha kama ulivyosema. Mungu, tunaomba ukatuamulie. Roho yako Mtakatifu akajae na usitoke, maana tunajua hali yetu itakuwa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza tuliyokuwa nayo. Ni heri hata tusingejua ukweli wako, lakini Mungu tusaidie tuishi katika agano lako. Agano hili linaweza kusema Mungu ni jepesi, lakini Mungu, kuna watu ambao hawalihesabu kabisa kwa sababu hawajalielewa, au ni Mungu wa dunia hii anapofusha fikra zao wasiendelee kuliamini na kulijua. Mungu, hili ni agano na umeliamulia, na nina damu kuu kuliko zote kama ilinenwa katika kitabu cha Ibrania. Asante Mungu kwa neno hili. Bariki watu wako hawa pia Mungu, nasi tunapoendelea vipindi vingine ukawe nasi sawa sawa neno lako, na wale watu wako ambao wanaenda kuipokea neno lako pia katika ile ubatizo, tukiomba na kushukuru katika jina la mwana Yesu Kristo. Amen. Amen.